Tukizamia siasa kwa mara nyingine, mtazamaji, kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka amewaagiza wabunge wote wanaoegemea upande wa upinzani kupinga mswada wa fedha, akidai kuwa unaongeza mzigo wa ushuru kwa Wakenya ambao tayari wamelemazwa. Na kwingineko, baadhi ya viongozi wa kaunti ya Nairobi wameelezea kumuunga mkono Raila Odinga Jr. kugombea kiti cha ubunge wa Embakasi Kusini katika kaunti ya Nairobi katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Akizungumza na waumini alipohudhuria ibada katika kanisa la ACK St. Peter's Cathedral eneo la Kenol, kaunti ya Murang'a, Kalonzo alisema mswada wa fedha jinsi ulivyo kwa sasa hauna manufaa kwa wananchi. Reject Finance Bill 2026-2027 because sasa ina introduce quietly leasehold. So lazima atuletee sarakasi, lakini hii yote sarakasi inafanywa hivyo ndio msahau mambo ya gharama ya maisha. Kalonzo wakati huo alimkosoa katibu mkuu wa chama cha UDA Hassan Omara kwa kile alichokitaja kuwa kuendeleza siasa za mgawanyiko. Kwengineko, baadhi ya viongozi wa kaunti ya Nairobi wakiongozwa na spika wa bunge la kaunti ya Nairobi Ken Ngondi wameelezea kumuunga mkono Raila Odinga Jr. kugombea kiti cha ubunge wa Embakasi Kusini katika kaunti ya Nairobi katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Viongozi hao walizungumza wakati wa ibada ya Jumapili katika kanisa la Cathedral of Praise Imara Daima eneo la Embakasi Kusini. Kwa baba alisema Kibra ni bedroom yake. Wewe huwezi lala Kibra huko kwa bedroom ya baba yako. Tafadhali adopt Embakasi South kama bedroom yako. Wangapi wanakubali? Wangapi wanakubali Junior adopt Embakasi South kama bedroom yake? Mumekubali? Nimefurahi kukuja kuomba vile baba alikuwa akiomba. Maanisha sisi kama vijana tukue brute, tukue strong, tukue gangare, tusirudi nyuma. Mkae na mimi na nitasimama na nyinyi. Haya yanajiri huku gavana wa Machakos Wavinya Ndeti akitoa wito kwa viongozi kukoma kuwachochea Wakenya kwa msingi ya kikabila kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Watu wakiomba kura waombe kwa amani. Maneno ya kusema kabila hii hawa hawatakuwa, yule anajua yule atakuwa president wa Kenya ni Mwenyezi Mungu. Wavinya alizungumza wakati wa ibada ya Jumapili katika parokia ya kanisa Katoliki ya St. Juda eneo la Mto Athi katika kaunti ndogo ya Mavoko.